ripoti haijawahi kusomwa hadharani, naomba ieleweke hivyo. Ripoti ya tume ya Jaji Chande haijawahi kusomwa hadharani, na wanaotoa maoni yao ya kiuchambuzi kuhusiana na ripoti wanakuwa wanakosea, kwa sababu hiyo ripoti hakuna mtu mwingine yeyote zaidi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio ameweza kuiona. Kwa hiyo kitu ambacho Watanzania tulikisikia ni hotuba. Hotuba, sio ripoti. Ripoti ya tume ya Jaji Chande haijawahi kusomwa popote, na sijui kama itasomwa kwa sababu rais kasema ni ya kwake. Kwa hiyo niliona nianze na huo utangulizi ili kuweza kuweka kumbukumbu sawa sawa kwamba tunapojadili mambo haya tukumbuke tunajadili hotuba ya mwenyekiti wa tume ya uchunguzi aliyoitoa wakati wa kukabidhi ripoti, wakati ripoti yenyewe haijasomwa. Hatujui kilichopo kwenye ripoti. Kitu ambacho tunakijua na tuna uhakika nacho ni hotuba ambayo tuliisikia, na mimi nimeichapisha kama ambavyo nimeipata katika mitandao ya kijamii, na kama ambavyo ilikuwa inasomwa siku ile ilipokuwa ripoti inazinduliwa au ripoti inakabidhiwa kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo mimi nachambua hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ni lazima kwanza nianze kwa kutoa shukrani. Shukrani na pongezi. Nitoe shukrani na pongezi kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wake wa kuunda tume kwa mujibu wa sheria, tume ambayo mwisho wa siku ilikuja na ripoti ambayo bado wananchi hawajui ndani imeandikwa nini, isipokuwa wananchi wanafahamu hotuba ambayo ilitolewa wakati wa kukabidhi ripoti ile. Mheshimiwa Rais alichukua hatua muhimu sana, na nadhani kwa wakati sahihi, kutokana na yale yaliyokuwa yamejiri baada ya uchaguzi, wakati na baada ya uchaguzi, kwa sababu taifa lisingeweza kubaki vile vile bila hatua kuweza kuchukuliwa kulirudisha pamoja. Taifa lilikuwa limegawanyika kutokana na vurugu zilizokuwa zimetokea. Na mimi sitakuwa hapa kwa ajili ya kuzungumza masuala ya vurugu. Nitakuwa niko hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo yanayohusiana na uhai wa watu, kwa sababu ndio kitu cha thamani kabisa kwa mwanadamu kuliko kitu kingine chochote. Na kwa sababu vurugu zile licha ya kwamba zilisababisha madhara mengine, lakini madhara makubwa na ambayo hayarekebishiki ni madhara ya kupoteza uhai wa watu mbalimbali, na ambao kwa mujibu wa hotuba ya mwenyekiti wa tume ile Mheshimiwa Jaji Mohamed Othman Chande ametuambia watu waliofariki au waliouliwa kutokana na kadhia ile ni jumla ya watu 518 kama tutakavyokuja kuona hapa baadaye wakati nikichambua. Kwa hiyo nimshukuru rais kwa sababu angeweza kukaa kimya tu kama ambavyo kwenye nchi zingine tunaona licha ya kuwa machafuko yanatokea rais anakaa kimya. Lakini rais wetu ni muungwana sana, ni mama mwenye huruma, mama mwenye upendo, kama vile jina lake lilivyo, suluhu. Anapenda sana kutafuta suluhu pale ambako kuna utengamano. Kwa hiyo akaona kwamba ili kuepusha maneno migogoro ambayo inaweza ikalipeleka taifa kubaya, ni bora tukubaliane tuunde tume. Akaunda tume ya watu weledi kabisa. Wajumbe wa tume ile ukianza kusoma wasifu wao mmoja mmoja, unaweza usiwe na mashaka kabisa na kile ambacho walitumwa kwenda kufanya, na pengine kile ambacho walikuja kukileta na tukaja kukijua kupitia hotuba, unaweza usiwe na mashaka. Lakini sasa kama kuna mashaka au hayapo, namna ambavyo nitachambua ile hotuba ndio tunaweza tukaona kwamba uweledi wao, uzoefu wao au wajumbe wa hiyo tume umesaidiaje mpaka sasa hivi kuliondoa taifa katika mtanziko ambao umelikumba taifa letu kuanzia mwishoni mwa mwaka jana. Kwa sababu kuwa na sifa na uzoefu ni jambo moja, lakini kutumia uzoefu wako kuleta suluhisho kwenye matatizo makubwa yanayolikabili taifa, hilo ni jambo lingine. Na mtu angeweza kutarajia kabisa kwamba kama kweli tulikuwa tuna majaji wakuu wastaafu wenye uzoefu wanaoheshimika duniani, uzoefu wao ulitumikaje kabla ya uchaguzi kuhakikisha yaliyotokea hayatokei? Kama tuna IGP mstaarabu sana, muungwana, amewahi kuwa hadi
mkuu wa shirika la polisi la kimataifa Interpol, Saidi Mwema, uzoefu wake huo ulisaidiaje kuhakikisha nchi haingii kwenye vurugu, machafuko yale yaliyotokea? Kama tuliweza kuwa na katibu mkuu kiongozi mstaafu, balozi wetu wa zamani kwenye Umoja wa Mataifa Ombeni Sefue, yani uzoefu wake huo, weledi wake, sifa zote hizo alizokuwa nazo ziliwezaje kusaidia wakati ule nchi isiingie kwenye shida? Kama tuliweza kuwa na katibu mkuu mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC Ssegomena Tax, yani ule uzoefu huo, weledi wake ulizuiaje? Kwa sababu tusije kusifia watu tu hapa, tunasifia watu kwa maana ya wasifu, kama vile dhima yetu kwenye jambo hili ni kusifia wasifu walionao baadhi ya watu kwenye tume. Sisi shida yetu sio wasifu wa mtu, shida yetu ni huo wasifu na uzoefu alionao unawezaje kusaidia taifa lisiingie kwenye shida, na likiingia kwenye shida uzoefu huo unaweza ukatumikaje kuliondoa taifa kwenye shida. Ndio maana narudia tena kusema nitakuwa ni mchoyo wa shukrani, ni mchoyo wa fadhila kwa kuto kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia walau kwa hatua aliyochukua ya kuunda tume. Lakini ili uweze kuelewa maudhui ya hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande aliyoitoa kuhusu ripoti waliokuwa wanamkabidhi Mheshimiwa Rais siku ile, ni lazima urudi nyuma. Lazima urudi nyuma mpaka siku ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, na baada ya huo uchaguzi yale yote yaliyotokea ndio ukiyasikiliza kwa makini, ukiyachambua kwa makini, unaweza ukaelewa sasa hiyo hotuba hii kuhusu ripoti ya uchunguzi ilikuwa ina maana gani na inaweza ikasaidiaje taifa. Wote hapa tunafahamu kwamba siku ya tarehe 29 kuanzia majira ya saa 5 na kuendelea, siku ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, siku muhimu kabisa, nchi ikaanza kushuhudia vurugu zikiibuka katika maeneo mbalimbali ya taifa letu yakiongozwa na Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, Songwe, Mwanza na kwingineko. Mpaka ilipofika jioni ya siku ile, tayari kulisharipotiwa uharibifu wa mali na miundombinu, lakini watu pia kupoteza maisha kwa kiwango ambacho mpaka leo idadi yake bado hakuna mtu mwenye uhakika nayo. Likatoka katazo limetolewa na mkuu wa jeshi la polisi nchini, kamanda mahiri kabisa IGP Camillus Wambura, kwamba watu wakae ndani kila inapofika saa 12 jioni ili kuweza kutoa fursa kwa vyombo vya dola au vyombo vinavyohusika kufanya kazi yake katika kuhakikisha kwamba usalama, amani na utulivu vinarejea katika hali yake ya kawaida. Kazi kubwa sana ya kutukuka ilifanyika kutokana na tangazo lile, katazo lile la watu kutoka ndani. Lina uhalali au halina, hilo ni jambo lingine, lakini mimi nataka niwarudishe nyuma kidogo katika namna tu ya kuwapeleka mbele ili muweze kuelewa maudhui yaliyomo kwenye hotuba ambayo ilitolewa siku ya ripoti ilipokuwa ikikabidhiwa pale kwa Mheshimiwa Rais. Sasa kwa kiasi fulani hali ilianza kurejea katika usalama, lakini katika amani fulani, ingawa katika maeneo mbalimbali vurugu ziliendelea kuripotiwa kwa maana ya watu kuuliwa bila sababu za msingi, licha ya kwamba maandamano yalikuwa yamekwisha kudhibitiwa. Sasa kwa nini mimi narudi kutoa pongezi kwanza kwa Mheshimiwa Rais? Mheshimiwa Rais ndio alikuwa mtu wa kwanza kuliambia taifa wakati akiapishwa kwamba nini hasa kilitokea kapelekea vurugu zile zikatokea nchini, watu wakapoteza maisha, miundombinu ya umma na ya watu binafsi ikaharibiwa, mitaji ya watu ikapotea na vitu vingine kama hivyo. Ni rais alitoa msimamo huo wakati akiapishwa. Akasema yale yaliyotokea siku ya tarehe 29 yale yalipangwa tena na watu vijana kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Watu walilipwa fedha kufanya kile ambacho wamekifanya. Vijana walishawishiwa. Rais analiambia taifa kwamba yaliyofanyika yalikuwa na lengo kuu moja,
kuipindua serikali, na akasema isingewezekana vyombo mahiri kabisa vya dola vikae mpaka visubiri serikali ipinduliwe na madhara makubwa yaongezeke. Kwa hiyo vyombo vichukua wajibu wake mapema, haraka na kwa weledi mkubwa kuzuia mapinduzi yasitokee. Rais anazungumza na akarudia kauli yake wakati akiongea na wazee wa Dar es Salaam kwamba msivilaumu vyombo vya dola kwa nguvu iliyotumika, kwa sababu tukio lililotokea lilikuwa ni kubwa sana, na pengine madhara yake kama tukio lisingedhibitiwa, pengine madhara yangekuwa ni makubwa sana. Akasema vyombo vilitumia nguvu stahiki, vyombo vilitumia nguvu stahiki kudhibiti jaribio la mapinduzi. Na hapa nataka nitoe rai kwa Watanzania wote, ni lazima tukubali kuvipongeza vyombo vyetu vya dola vilivyoweza kudhibiti jaribio la mapinduzi ambalo kama lisingedhibitiwa hali ingekuwa tofauti. Tumeona mifano mingi duniani na mahususi Afrika, yanapotokea mapinduzi ya kijeshi au mapinduzi yoyote ya kiraia yenye lengo la kuiondoa serikali halali iliyoko madarakani, watu wanakufa na wanaoteseka sana ni wakina mama na watoto. Lakini sisi tuliweza ndani ya siku 2-3 kudhibiti ile jaribio. Lakini sio tu kwamba tulidhibiti, vyombo vyetu vilidhibiti, no, vilikwenda mpaka kuwabaini waliopanga, walioratibu, waliofadhili na waliotekeleza ule mpango. Na ndio maana ndani ya muda mfupi tulishuhudia mahakama zetu, na hapa pia nataka nimpongeze mkurugenzi wa mashtaka DPP wakili msomi Sylvester Mwakitalu kwa kushirikiana na jeshi la polisi kwa upelelezi uliofanyika vizuri kabisa, ambao ukatupelekea ndani ya muda mfupi kuwajua waliotekeleza mipango ya kutaka kuipindua serikali. Watu wale wakafikishwa mahakamani kwa haraka sana, wakafikishwa mahakamani haraka sana kwenye maeneo yote ambako vurugu zilitokea: Mwanza, Arusha, Mbeya, Dar es Salaam, Songwe. Kwa hiyo kwa hatua hiyo tayari taifa lilikuwa limeshafanikiwa kuwafahamu waliotaka kufanya mapinduzi kwenye nchi yetu, na likawachukulia, serikali ikawachukulia hatua. Lakini kama nilivyosema, kwa kuwa mama ni mtu muungwana sana, hayuko hapa kulipiza visasi, hayupo hapa kutesa watu bure, akaona kwamba kwa kuwa kwa mujibu wa ibara ya 28 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutaka kupindua serikali ni uhaini na adhabu yake ni kifo. Maana yake ni kwamba watu zaidi ya 500 ambao walikuwa wamekamatwa nchi nzima, kama wangeshtakiwa mahakamani kwa ushahidi ambao tayari ushakuwepo, kwa sababu sina shaka na ueledi wa DPP kwenye kupeleka mashtaka makubwa mahakamani, ana ueledi mkubwa sana, kwa sababu kwa kushirikiana na jeshi la polisi alikuwa ameshapata ushahidi kwamba hawa ndio waliotaka kupindua serikali na ushahidi upo. Lakini mama akasema hapana, hawa wakipelekwa mahakamani kwa ushahidi huu ambao DPP unao, hawa watakutwa na hatia, watanyongwa. Adhabu ya uhaini ni kunyongwa mpaka kufa. Sasa nchi ikiwa katika msiba wa watu ambao tumeambiwa ni 518 kwa mujibu wa hiyo hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande, tayari tumeshapoteza watu 518 na zaidi. Halafu kesho yake mahakama ziende zikahukumu watu wengine zaidi ya 500 kwa kosa la kutaka kuipindua serikali, nchi ingekuwa na msiba mkubwa sana mpaka hapa tunapozungumza. Sasa kwa kuwa kuna falsafa yetu sisi Tanzania ambao muasisi wake ni rais, falsafa ya 4R, tukatumia R moja tu, inaitwa resilience, ustahimilivu. Mama akasema hapana, nchi inahitaji kuponywa zaidi kuliko kulipiza visasi. Hebu angalieni namna za kisheria, kwa sababu wengi walioshiriki hayo majaribio ya kufanya mapinduzi walikuwa ni vijana ambao walikuwa wamefuata mkumbo tu, walikuwa hawajielewi.
Hebu angalieni namna muweze kuwafutia mashtaka. Wameshapata funzo na naamini hawatarudia tena. Rais analiambia taifa. Kwa hiyo zile kesi zikafutwa, wakasamehewa wale vijana, na walikuwa wameshapewa onyo kwamba mnasamehewa, lakini muende mkawe vijana wema mtaani au majumbani kwenu. Kwa hiyo mpaka hapo tumeshajua chanzo cha vurugu ni nini, ni kupindua serikali. Waliofanya ni kina nani, kwa sura na majina yao tunawajua, kwa kuwa tayari kesi ziko mahakamani. Ukienda Kisutu pale utakuta hizo kesi zipo, ukienda Mwanza utakuta hizo kesi zipo, walioshtakiwa na waliofutiwa mashtaka yao baadaye kwa lengo la kutaka kuleta taifa pamoja. Kwa hiyo unaona jitihada za Mheshimiwa Rais za kuleta taifa pamoja hazijaanza jana wakati anapokea hii ripoti ya tume ya uchunguzi. Lakini licha ya hivyo makelele yamekuwa mengi. Rais akasema hapana, hebu ngoja niende zaidi ya hapa ili niweze kuweka kumbukumbu sawa sawa. Tuna sheria kama nilivyosema ya tume za uchunguzi. Rais akaenda kutumia mamlaka yake, akaunda tume, akachagua watu wenye historia zilizotukuka katika majukumu yao sehemu mbalimbali duniani, ndani ya serikali yetu, lakini hata katika mashirika mengine ya kimataifa duniani huko. Akawapa jukumu la kwenda kutuchunguzia nini kilitokea, ingawa tayari alishakisema, alikuwa anakijua tayari rais. Waende wakachunguze tena, alafu walete majibu. Wakapewa hadidu za rejea, na kwenye ile hotuba hadidu zile za rejea zinapatikana kwenye ukurasa zinaanzia ukurasa wa 4, ambako mwenyekiti Mheshimiwa Jaji Chande anasema Mheshimiwa Rais, jukumu kuu la tume lilikuwa ni kubaini ukweli, fact finding, kuhusu matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kwa kuongozwa na hadidu za rejea 6 zifuatazo. 1. Kuchunguza na kubaini chanzo halisi cha ghasia zilizotokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba 2025 na siku chache zilizofuata. 2. Kuchunguza lengo kuu lililokusudiwa na waliohusika katika kupanga na kutekeleza vitendo hivyo vya ghasia na uvunjifu wa amani. 3. Kuchunguza na kubaini madhara yaliyojitokeza kutokana na ghasia hizo, ikiwemo vifo, majeruhi, uharibifu wa mali na miundombinu, pamoja na madhara ya kiuchumi na kijamii. 4. Kuchunguza mazingira na hatua zilizochukuliwa katika kubaini na kukabiliana na ghasia zilizojitokeza. 5. Kupendekeza maeneo yanayohitaji kuimarishwa zaidi ili kuongeza uwajibikaji wa viongozi na raia kwenye kulinda amani, utawala wa sheria, haki za binadamu, utawala bora na mfumo madhubuti wa majadiliano ya kisiasa, kijamii na kiuchumi, hadi kufikia maridhiano ya kitaifa na kuhakikisha vurugu kama hizo hazitokei tena. Na 6. Kuchunguza jambo lolote ambalo tume itaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu yake. Mwisho wa kunukuu. Sasa utaona licha ya hadidu za rejea ambazo tume ilipewa, na licha ya ukweli kwamba rais alishawahi kuliambia taifa awali kwamba yaliyotokea yale lengo ilikuwa ni kupindua serikali, matokeo yake jaribio likadhibitiwa licha ya kusababisha vurugu zilizopelekea vifo na uharibifu wa mali, lakini tume iende ikachunguze tena. Sio kama mnanielewa. Yaani tume iende ikachunguze kitu ambacho tayari tumeshaambiwa chanzo chake ni nini. Na katika nchi ambazo zina adabu, akishaongea mkuu wa nchi huwezi tena wewe kuja na kitu tofauti. Yaani mkuu wa nchi akishatoa ultimatum kwamba jambo hili linapaswa kuwa hivi au lielekee hivi, wewe huwezi tena kuja na majibu tofauti. Kwa hiyo utaona hata hotuba yenyewe, kwa sababu hii sio ripoti, hii ni hotuba. Hotuba ambayo ndio ilisomwa na Jaji Chande, kwa sababu ripoti bado haijasomwa, imekuja kurudia yale kwamba zilikuwa ni vurugu ambazo ziliratibiwa, zilipangwa, zilifadhiliwa na kutekelezwa na watu wenye mafunzo. Sasa swali linakuja, nchi yetu hii, nadhani katika nchi za maziwa makuu, lakini pia katika nchi za kusini mwa Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara na kaskazini mwa mto Limpopo, nchi yetu inaongoza kwa kuwa na intelijensia kubwa sana. Na ukitaka ujue, waambie Chadema watangaze maandamano hapa uone kama intelijensia haijafanya kazi. Chadema watangaze maandamano, kama kesho watafanya mkutano wa hadhara, utasikia tu taarifa za kiintelijensia zimesema kwamba huo mkutano wenu una lengo la kuvunja amani, kwa hiyo umefutwa au utafanyika. Ndio tumezoea sisi kuona vyombo vyetu vikifanya kazi yake hiyo kwa kutumia intelijensia. Hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande inatuambia watu
hao waliotekeleza jaribio la kutaka kupindua serikali halali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walikuwepo nchini miezi 6 kabla ya mwezi wa 10. Na mafunzo yalikuwa yanafanyika katika nyumba moja ambayo nyumba hiyo ilikuwa umbali wa mita 10 kutoka kilipo kituo cha polisi. Yaani umbali wa mita 10 kutoka kituo cha polisi kulikuwa kuna nyumba ambao ndani yake kuna vijana wanaopewa mafunzo ya kuja kufanya jaribio la kupindua serikali ya Tanzania. Alafu polisi hawajui. Mimi nikiambiwa kati ya Rais Samia na Jaji Chande na muamini nani, mimi nitakwambia mimi namuamini Rais Samia. Mimi siwezi kumwamini Chande kwa sababu vyanzo vya taarifa vya Chande haviwezi kuwa sawa na vyanzo vya taarifa alivyonavyo rais. Watu wamevuka mpaka, rais anatuambia, kutoka nje ya nchi wameingia ndani ya nchi hii miezi 6 kabla ya uchaguzi. Vyombo vya dola vimekaa tu. Yaani tunaingiliwa, watu wanakuja wanafanya mipango yao, wanakuja kuitekeleza na kila kitu. Tunapoteza watu zaidi ya 500. Hatujui kama nchi imevamiwa. Ndio maana watu wanapokuja kudai uwajibikaji sio ugomvi binafsi uliopo kati ya wananchi na watendaji wa vyombo vya dola ambao leo wako madarakani. Hapana. Ni dhana tu ya kuonyesha kwamba nchi ipo katika utawala bora, utawala unaofuata sheria. Tuna mfano sisi hapa mwaka 1977 mwezi Februari, Rais Mwinyi alijiuzulu wakati akiwa waziri wa mambo ya ndani. Na akinapita Siovelo, akinapita Kisumu walijiuzulu. Hata babake Pasco Mayala alijiuzulu. Na hatua zilichukuliwa. Huwezi kuwa na taifa ambalo ndani yake kuna watu zaidi ya 500, tena tunasema kwa kujisifu kama ni watu tu 500, yani ni vitu vya kawaida. Alafu mpaka leo hakuna mtu yeyote kawajibika. Nimemsikia profesa mmoja akisema hivi, katika nchi za Jumuiya ya Madola tume za kichunguzi haziruhusiwi kuincriminate watu, haziruhusiwi kutaja watu majina. Mimi huyo profesa namheshimu sana kabisa, kwa umri, kwa taaluma yake, kwa mchango wake kwenye tasnia ya sheria. Lakini naomba nimkumbushe tu, tarehe 14 mwezi Januari mwaka 2006 waliuliwa wafanyabiashara 3 kutoka Maenge, wafanyabiashara ya madini kule Mabwepande, na dereva taxi mmoja marehemu Juma Ndugu wa Manzese pale. Kelele zilipokuwa nyingi, Rais Kikwete akatumia mamlaka yake haya ambayo Rais Samia akayatumia, akaunda commission for inquiry iliongozwa na jaji wa mahakama ya rufani marehemu Jaji Kipenka Musa, na katibu wa tume ile alikuwa jaji sasa hivi wa mahakama ya rufani anaitwa Jaji Elieza Feleshi. Tume ile ya uchunguzi ile iliyoundwa na jaji na Mheshimiwa Rais Kikwete ilikuja na majina. Kwa hiyo leo tunapoambiwa kwamba ripoti ya tume ya Jaji Chande haiwezi kutaja majina ya watu ambao wamehusika kwenye jinai, eti ni uzoefu wa nchi za Jumuiya ya Madola, huo ni uongo mchana kweupe kabisa. Kwa sababu sisi kama taifa sio mara ya kwanza kuunda tume za uchunguzi kuhusu jinai ambazo zimefanyika ndani ya nchi yetu. Na tume hizo zikaja na majina ya watu wakawajibika. Tume ya Jaji Kipenka ikaja na ripoti kwamba polisi wa mkoa wa Dar es Salaam wakiongozwa na aliyekuwa kaimu kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam wakati ule, Abdalla Zombe, kamishna msaidizi wa polisi, walihusika kuwaua watu wasiokuwa na hatia. Na mapendekezo ya tume ni kwamba wale watakiwa wachukuliwe hatua za kisheria kwa kufikishwa mahakamani, na walifikishwa mahakamani. Leo tuna watu 500 wamekufa. Watu 500 wamekufa. Na tume inasema kwenye hotuba yake Jaji Chande inaweza idadi ikawa zaidi ya hiyo. Jaji Chande anasema hivi, idadi inaweza ikawa zaidi ya hiyo. Huoni mtu yote akitajwa hapa. Lakini mbaya zaidi, Jaji Chande anasema maiti 219 kati ya watu 518 waliokufa zilifanyiwa uchunguzi chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo vyenye mashaka. Hiyo sheria inaitwa The Inquest Act. Ni sura ya 24 ya sheria za Tanzania. Anasema Jaji Chande kwamba tume ikamwamuru pathologist, yani daktari bingwa wa uchunguzi wa maiti, akachunguze zile maiti zimekufa kwa sababu gani. With all due respect, kwa heshima zote kwa tume na wajumbe wake,
Tume haikuwa na mamlaka kisheria kumwambia yule pathologist achunguze maiti za watu waliokufa katika mazingira kutatanisha. Kifungu cha 10 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya uchunguzi wa vifo vyenye mashaka, The Inquest Act, ambayo ni sura ya 24 ya sheria za Tanzania, kinasema mwenye mamlaka ya kutoa amri miili au mwili wowote ambao unadhaniwa umetokana na kifo chenye mashaka uweze kufanyiwa uchunguzi ni coroner, na atafanya hivyo hiyo coroner kwenye mahakama inayoitwa Coroner Court, na mwenendo wa uchunguzi wa maiti hiyo unaitwa inquest proceedings. Tume ina majaji wakuu wawili wastaafu, hailijui hilo. Yani tume ikainuka ikaenda Muhimbili pale ikamwambia jamani chunguzeni, na yule pathologist kwa sababu naye ajui sheria naye akaenda kuchunguza. Ndio maana unakuja kuona kwenye hotuba yake ya siku alipokuwa anakabidhi ripoti, maana yake narudia tena, hii sio ripoti. Anasema baadhi ya maiti zilikutwa zina ncha, vifo vyao vimetokana na ncha kali. Ingekuwa ni Coroner Court imekaa kuchunguza hiyo miili iliyookotwa baada ya vurugu au wakati wa vurugu, ripoti isingesema kwamba ni kitu chenye ncha kali. Mimi Peter Madereka ndio mtu wa mwisho kuanzia mwaka 2022 kusimamia kesi ya uchunguzi wa kifo chenye mashaka kwenye mahakama ya uchunguzi inaitwa Coroner. Tangu wakati huo hakuna mahakama yoyote hapa Tanzania imewahi kufanya hivyo. Kwa hiyo hata hii taarifa tunaokuja kuambiwa kwamba hivi vifo 200 watu maiti 219 zilifanywa uchunguzi na mtaalamu kabisa wa miili ya watu waliokufa ni taarifa ya uongo. Kwa sababu mwenye mamlaka ya kufanya vile ni coroner. Na mamlaka, chombo chenye mamlaka ni Coroner Court. Nendeni mkasome The Inquest Act. Na kifungu cha 10 kile kifungu kidogo cha kwanza kiko wazi kabisa. Tume haijatuambia hivyo kwamba ilifuata huo utaratibu, lakini licha ya kukubali kwamba hiyo miili ilifanyika kwa kutumia sheria ile. Ukitaka kuitumia ile sheria ya uchunguzi wa vifo vyenye mashaka, utaratibu ni kwamba lazima ifunguliwe mahakama ya uchunguzi. Na sio tume iinuke iende Muhimbili ikamwambia yule jamaa mochwali pale kwamba bana maiti hizi hapa 10 chunguza, alafu tufanyagi hivyo. Sasa hilo nitaka niliweke wazi kwamba huo utaratibu uliotumika ndio ukazaa hii taarifa. Huo utaratibu wa kufuata sheria. Na ilitegemewa kwa kuwa tume iliundwa kwa mujibu wa sheria, yote ambayo yangefanywa na tume yalitakiwa yatokane na sheria. Hata idadi ya hivyo vifo. Idadi ya vifo inatajwa katika ukurasa wa 25, ukurasa wa 25 mpaka ukurasa wa 26 wa hotuba ya mheshimiwa mwenyekiti ya Jishande. Anasema hivi, na naomba ninukuu: tathmini ya tume ni kuwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambapo wanaume ni 490 sawa na 94.6 na wanawake ni 28 sawa na 5.4. Vingi kati ya vifo hivyo vilikuwa sio vya kawaida, unnatural. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ukiwa na vifo, na naomba watu wenye calculator hapa, watu wenye mashine ya kujumlisha wajumlishe hizi takwimu sasa. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ukiwa na vifo 182, jumlisha hapo 182, ikifuatiwa na mkoa wa Mwanza vifo 90, Mbeya vifo 80 na mkoa wa Arusha vifo 53. Ukijumlisha hizi namba hii 518. Kwa hiyo hata hii namba yenyewe ni ya uongo. Namba ni ya uongo. Yaani 182 jumlisha 90 jumlisha 80 jumlisha 53. Jibu haliwezi kuwa 518.